Sesha kukutana hapa leo tukiwa na afya njema kushuhudia mafanikio ya kizazi kipya cha vijana wanaomaliza mafunzo katika chuo cha VETA Korogwe. Nawashukuru pia kwa kunipa heshima kubwa ya kuwa mgeni rasmi katika siku hii adhimu. Kwa niaba ya kiwanda cha saruji cha Maweni Limestone Limited, napenda kutoa pongezi kwa uongozi wa chuo, walimu na wanafunzi wote kwa kufanikisha mahafali ya kihistoria. Ndugu wageni waalikwa, nimesikiliza kwa makini risala ya wanafunzi na ninawapongeza kwa namna mlivyoelezea maendeleo ya chuo, mafanikio yenu na changamoto mnazokabiliana nazo. Ni jambo la kutia moyo kuona jinsi chuo hiki kilivyoendelea tangu kuanzisha kwake mwaka 2020 hadi leo, ikiwa kinatekeleza dhamira ya serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ya kutoa elimu ya ufundi stadi inayowawezesha vijana wetu kuwa sehemu ya nguvu kazi ya taifa. Ni faraja kuona vijana wakihitimu katika fani zenye umuhimu kubwa kama ushonaji, uchomeleaji, ufundi magari na umeme wa majumbani. Hizi ndizo fani zinazohitajika sana katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya ujenzi, uzalishaji na huduma. Ndugu washiriki, kama meneja rasilimali watu wa kiwanda cha Maweni Limestone, kiwanda ambacho kipo mstari wa mbele katika kusaidia ajira za ndani na kukuza uchumi wa mkoa wa Tanga, ninatambua kwa kina umuhimu wa elimu ya ufundi kama ilivyotolewa na VETA. Katika kiwanda chetu zaidi ya asilimia kubwa ya wafanyakazi ni wahitimu wa vyuo kama hivi vya VETA. Tunashuhudia ubunifu wao, nidhamu yao na mchango mkubwa wanaotoa katika uzalishaji wa saruji. Hivyo basi, nawapongeza sana kwa kujituma katika mafunzo yenu. Ujuzi ni mtaji na huu ni wakati wa kutumia vizuri. Kuhusu changamoto mlizozitaja, nimepokea kwa moyo wa wazi ombi lenu la kusaidiwa ujenzi wa ukuta wa matofali kuzunguka eneo la chuo. Usalama ni nyenzo muhimu katika mazingira ya kujifunzia. Kwa niaba ya Maweni Limestone Limited, naahidi kwamba tutashirikiana na uongozi kuona namna bora ya kuchangia juhudi hizi kwa kiwango tunachoweza, sambamba na kuhamasisha wadau wengine wa maendeleo kuunga mkono mpango huu. Wanafunzi wapendwa, leo ni siku ya furaha na ya kutafakari. Mmehitimu, lakini safari ya mafanikio ndio kwanza imeanza. Ujuzi wenu uwe chachu ya mabadiliko chanya popote mtakapokwenda. Fanyeni kazi kwa uaminifu, kujituma na kwa maadili. Kumbukeni, ufanisi kazini hauletwi na cheti, bali tabia, nidhamu na bidii. Kwa wale mtakaoingia sokoni, mnapaswa kuwa mfano wa watendaji bora. Kwa watakaoendelea na masomo, endeleeni kujifunza na kupanua wigo wa maarifa. Mkiwa vijana wa VETA, nchi inakusudia kama injini ya maendeleo ya viwanda. Mbali na hapo, mkiwa kama zangu, napenda niwasihi mafanikio ya haraka hayapo. Kwa hiyo huko mtakapofanikiwa kwenda, kubaini kwamba maisha ni ngazi kwa ngazi. Huwezi kufika leo ukasema mimi nataka nifanane na mtu B. Haukatazwi kuiga yale mazuri ya mtu huyo, lakini mimi kama watu ambao tunawahudumia vijana ambao wanahitimu, tunakumbana na changamoto nyingi sana, especially kwenye wizi. Mtu anaingia kiwandani leo, anataka kesho awe na pikipiki, kesho awe na gari, kesho awe na nyumba. Hiyo haifanyi nini? Haiwezekani. Kila kitu ni hatua.
unavyojijenga na nidhamu bora, ndio ambapo na wewe nafasi yako hapo ulipo inaendelea kuongezeka. Nilipoipata hii nafasi ya kuwa mgeni rasmi, niliomba management kwamba naomba niongozane na mtu wangu specifically wa recruitment, nikimaanisha mtu anayehusika moja kwa moja na kuajiri, anayefanya ile process ya nini, ya kuajiri. Kwa hiyo wale ambao mnajua sifa zenu zitakuwa zinaendana na mambo ya viwandani, kazi za viwandani, tafadhali msisite kuchukua namba mawasiliano kwa wale saizi mambo yote yako kiganjani. Kwa wale ambao tayari wana CV zao, msisite kuonana na Bwana John, huyo ambaye niko naye hapa pembeni, niko naye pale ofisini idara ya rasilimali watu. Kwa kweli kwa jinsi ambavyo tumeongea kwa upana na mama hapa, tumekubaliana kuboresha mahusiano yetu, ikiwa pamoja nafasi za kujitolea, iwe nafasi za ajira. Sababu unajua siku hizi sasa hivi watu wanasema kuanzia kwenye volunteer, usikate tamaa. Utaenda kwenye intern, usikate tamaa. Mwisho wa siku ile nidhamu yako na bidii yako inakufikisha kwenda kwa nini? Ajira. Au sio? Kwa kumalizia, kwanza nilifurahi sana mwakilishi wa wilaya alipoongea kuhusu kwamba VETA na vyuo vya namna hii vinakuwa kama kitu yani mbadala. Tunakuwa tunataka kuona kwamba aliyetoka chuo kikuu ndio ambaye yuko bora zaidi. Mimi nikiwa shahidi nataka niwaambie kwamba kila sehemu ambayo nimepita, wanafunzi wanaotoka kwenye vyuo vya namna hii tunao wahitaji kuliko wale wanaotoka kwenye vile vyuo vingine. Kwa nini? Ni kwa sababu nyie tunaamini miongozo yenu ya masomo imeenda zaidi practical. Na sisi tukiwa kazini hatutaki mtu akuja kumwambia mtu mwingine jinsi ya kushika spana. Tunataka mshika spana ili ile kazi ifanye ifanyike. Hatutaki mtu wa kusema hao tunao wa kutosha. Tunataka huyu sasa ambaye ndio mchapakazi. Na ni kweli unakuta hata mimi nikiwa shahidi viwandani kuna kazi wanafanya wa China, kazi ambazo unaona kabisa dhahiri Mtanzania mwenzangu akiongeza bidii ana uwezo wa kuifanya, na yule Mchina akarudi kwao, sio wanakwao na wao hizi za kwetu wafanye nini, watu wachie, au sio? Kwa kumalizia, natoa pongezi kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mkuu wa chuo cha VETA Korogwe, mkuu wa wilaya Korogwe, wazazi, walezi, walimu na wadau wote wa maendeleo kwa ushirikiano wao mkubwa kwa kukuza elimu ya ufundi nchini. Tuendelee kushirikiana serikali, sekta binafsi na jamii katika kuhakikisha vijana wetu wanapata ujuzi, ajira, fursa za kuboresha maisha yao. Jamani, mkifika Maweni, mimi nitajitahidi sana kama nafasi inawezekana mpate, ila msiniangushe. Sio Michael yule leka kashikwa leo kaiba, imeendelea inakuwa inanivunja moyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki VETA Korogwe. Mungu